Na mbele yako ni yule kijana ambaye alitembea zaidi ya kilomita 2 kwa kutumia magoti. Watu wengi wamestajabishwa na jambo ambalo wamefanya, lakini tupo hapa kwa ajili ya kutaka kujua ni madhara gani ambayo ameyapata baada ya kutembea umbali wote huo kwa lami kwa magoti, na tutakwenda kujua ni sababu gani ambayo ilimpelekea yeye kuamua kutembea kwa magoti. Ni kitu gani ambacho kimemhamasisha. Kwanza kabisa, kabla sijakusii na kukupa interview, kwanza nikusii wewe unayefuatilia uweze kusubscribe ili kupata update na info zote ambazo unazipata kwa wakati. Kwanza kabisa, bwana, watazamaji wanaokutazama wangependa kukufahamu unaitwa nani? Kwa majina naitwa Keri Angetile Mwamero, ni mkazi wa mkoa wa Mbeya, wilaya ya Rungwe, kata ya Kiwira, ni mwenyekiti wa bodaboda kata ya Kiwira. Bwana, watu wengi wamestajabishwa na jambo ambalo umeweza kulifanya, kutembea umbali zaidi ya kilomita 2 kwa lami, kwa madhara ambayo umeyapata. Kwanza kabisa wangependa kujua ni kwa nini uliamua kufanya jambo kama hilo, kutembea kwa magoti. Cha msingi ambacho nataka kuongea ni kwamba nilitembea kwa magoti. Lengo langu nilitaka nifike kwenye ofisi za mbunge kumshukuru kwa kitu kilichotokea, au kwa serikali pamoja, yani kitu ambacho wametutendea, kwa sababu kwa saizi kata ya Kiwira tumebarikiwa, tumepewa pikipiki, yani kila kijiwe tumepewa pikipiki moja. Sasa ni kitu ambacho toka miaka nyuma hatujaipewa, toka serikali za huko nyuma ambazo zilikuwa kwenye amu hatujai, lakini kwa serikali ya saizi ya mama yetu tumekuja kupewa pikipiki kila kijiwe moja. Yote hao kwa ajili ya mbunge wetu wa Rungwe pamoja na mbunge wa Mbeya. Alikuja Jumapili, alitupa pikipiki kila kijiwe pikipiki moja. Kwa kutembea kwangu kwa magoti ni ile ya kwamba wajue kwamba ni shukurani ambazo tunatoa wana kata ya Kiwira, wana vijana wote, na kutembea kwangu ni kwamba nataka vijana wote waige mfano, wasiingie kwenye mikumbo ya ajabu ambayo inaendelea kwenye mitandao, wasiige vitu ambavyo havipo kabisa, kwa sababu serikali ya saizi ipo kwa ajili yetu sisi vijana. Serikali imetambua uwepo wa vijana ambao ni vijana ni sisi, kwa hususani kwa kama sisi bodaboda wote ambao labda Tanzania nzima ambao wanafanya kazi ya bodaboda au maarufu kama wasafirishaji, yani waige sehemu kama za watu ambao yani wenye kupata amani. Kingine ambacho naweza nikazungumzia, kama naweza nikamsifu Mheshimiwa Rais, ametenga bajeti yake pamoja na uongozi wake, jopo lake lote. Mbunge wetu wa Rungwe, mbunge wa Mbeya, nilitamani nifika hata kwenye ofisi zake wakati natembea, lakini kwa kuwa madhara hayo ambayo nimepata yananifanya niishie hapa. Lakini kiufupi ni kwamba wamefanya vitu vingi ambavyo ni vikubwa. Saizi ukiangalia, ukienda vijijini ambako sehemu sisi tunaona ni vijijini kabisa, unaenda kupata na zahanati, vituo vya afya ambavyo vimejengwa tena kwa ubora zaidi, unaenda shule ambazo ya madarasa yamejengwa kwa ubora zaidi. Lakini yote ni kwa ajili ya serikali yetu, ni kwa ajili ya mbunge wetu. Okay, tukiachilia mambo ambayo serikali imefanya, tupo kuangalia sehemu ambazo wewe umepata majeraha. Japokuwa unasema vitu hivyo ndio vimekufanya upate hamasa mpaka kuishukuru kwa kutembea, kutaka kufika kwenye ofisi za mbunge wilaya ya jimbo la Rungwe ambalo lina mbunge wenu ambaye ni Mwantona. Sasa lengo ufike uzungumze na Mwantona, ulitaka ukikutana naye uweze kuzungumza naye kitu gani? Kwa mimi ambacho nilikuwa nataka kuzungumza naye, endapo nitakapata nafasi ya kuongea naye, ni kwamba vijana sisi tupo pamoja, tupo nyuma yake, tunataka tufanye vitu vingi ambavyo hususani kama mikopo, yani serikali kwa sababu saizi imeandaa kama bilioni ngapi za kwa ajili ya vijana. Vitu vingi kama sisi bodaboda tuwe na vitu ambavyo labda uongozi tukishaweka sawa kwamba kila kijana sasa, ili kutokuleta vile vitu ambavyo vinaleta taharuki, vijana wapate elimu, kwa sababu kuna watu wengine ambao wapo vijijini tumeshindwa kuwafikia kutokana labda na changamoto ya usafiri. Ukiangalia kama uchumi sisi wengine mafuta, lakini tumejitahidi kwenda kila sehemu. Lakini ningepata nafasi ya kuongea naye kwamba tuangalie vijana, tujue tunafanyaje kwenye swala hapa kwa ajili ya kuwafikia ambao labda wapo mbali, kwa sababu nao walikuwa wanatamani sana tuwafikie.
tuwafikie, tuwape hamasa ambazo zinatakiwa kuliko zile ambazo zinaleta taharuki ambazo zinaendelea kwenye mitandao. Watu wengi wameelimika saizi, watu wengi wanashukuru sana, na wengine wengi yani hata kutembea kwangu hapa nitamani sana nifike hata kwenye ofisi za mbunge wangu, nifike kwenye ofisi za mbunge wa Mbeya, pamoja hata ningetamani nitembee kwa mguu hapa hadi Ikulu. Wewe ni miongoni mwa bodaboda au waendesha usafiri maarufu kama bodaboda au pikipiki ambao mmepata mafunzo kupitia serikali upande wa kuitambua mikopo ambao mnaweza mkakopa kwenye taasisi mbalimbali ikiwepo mikopo ya halmashauri. Mmeweza kunufaika na hiyo, lakini mbali na hilo ambalo umedai kwamba ni kuhusiana na unufaikaji wa pikipiki ambazo mmeweza kunufaika nazo, na tumeona baadhi ya wajasiriamali pamoja na mamalishe wakiwepo wauza mboga mboga masokoni wameweza kujisajili na vikundi mbalimbali. Rai yako au maoni yako sasa unazungumziaje, kama ulivyosema kwamba ungepata fursa sasa endapo ungefika kwa magoti kwa mbunge wenu ambaye ni Mwantona, ungeweza kuzungumza mengi aweze kuwapa fursa ya kuweza kuwafikia bodaboda ambao wako vijijini. Unaamini kwamba nyie wa mjini mmekizi ile elimu ya kupata mikopo na kujiwezesha vijana kama vijana? Na je, ni kitu gani ambacho unaomba wewe kama wewe au nyie kama uongozi wa mjini ili muweze kuwafikia na wengine ambao wapo vijijini ambao aidha hawajaweza kupata elimu kwa kutumia vyombo vya habari, na nyie mnataka sasa muweze kuwafikia ili mkawape habari, au serikali yenyewe ndio ihusike iende kuwapa elimu? Kitu cha kwanza, saizi kila kitu kinaendeshwa na pesa. Kwa uwezi ukasema ukatoka hapa ukaenda Kapako au ukaenda Ibigi au ukaenda Iloro kwa kutembea kwa mguu. Inatakiwa upate usafiri ili uende mtafute ambao viongozi, kila kijue mchukue viongozi 2 3 ambao mnaweza mkaenda Kapako mkaongea na, kwa sababu hata kule kuna viongozi, mkaambia kwamba wana Jumamosi au lini tunakuja, mkaongea nao mkawapa elimu. Kwa kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikatusaidia mimi nahisi ni pesa, kwa sababu au chanzo chochote kile kama serikali inaweza kaona labda kutupatia pikipiki au kutupatia kitu chochote kile ambacho kinaweza kikatufanya tufike lile eneo ili watu ambao wakupata elimu wapate elimu. Okay, sawa. Serikali inaweza ikawatumia au ikafanya kwa ajili ya nyie kuweza kuwafikia wenzenu ili kuweza kuwapa elimu zaidi. Unafikiri kwa muda mchache ambao watu wengi wamepotoshwa kulingana na upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii, watu wameelimika vibaya na wameweza kuhamasika na hawana elimu kama ambayo nyie bodaboda wa mjini mmeweza kuipata kuhusiana na mambo ambayo mnapotoshwa na kuhusiana na elimu ambazo pengine zilikuwa hazijawafikia kwa wakati? Unafikiri ni njia gani nyingine ambayo mtaweza kuiwasilisha kwa bodaboda wenzenu? Maana asilimia kubwa wanaofanya kazi za vijana wengi, asilimia kubwa wanafanya kazi za bodaboda, amini usafirishaji. Sasa unafikiri njia gani ambayo aidha mbunge Mwantona ambaye ndo mbunge wenu ambaye anawasimamia vijana mpaka kuwapatia hizo bodaboda na kuwapatia elimu kuhusiana na mikopo, na mpaka sasa hivi mmefika asilimia ambazo mnakwenda kujipatia mikopo ambayo itakwenda kuwakwamua katika vijiwe vyenu, unafikiri ni njia gani ya haraka sasa nyie mtaweza kuitumia au mnaiomba serikali iweze kufanya jambo ambalo mtafikisha ujumbe kwa haraka zaidi? Kitu cha kwanza ambacho ningeweza kuongea kwamba masuala kama kupewa pikipiki, mikopo, ilikuwa labda utashangaa unasikia Mbeya wapi, lakini saizi imeweza kutufikia kata ya Kiwira. Kwa maana hiyo tuna uwezo wa kwamba tunaweza tukawafikia hata ambao wapo nje ya kata ya Kiwira, hususan kwenye vijiji vya nje na Kiwira, kwa mfano Kapako, Iberiro, Iloro, Masebe, wapi, vyote hivyo ni vijiji ambavyo tuna uwezo tukawafikia. Kuvifikia kiongozi ni kwamba tunaweza tukavifikia kupitia labda, yani ingewezekana, kwa sababu saizi kinachotakiwa ni pesa, na ukimwangalia mbunge wa Mbeya naye anachozungumzia Mheshimiwa Mwarunenga ni pesa. Uwezo kuongea na mtu pasipokuwa na pesa. Ili nifike kule lazima niwe na pesa, niandae vijana tuende tukahamasishe. Kwa kama mbunge endapo labda kulifanya ili swala likaa haraka,